tumekuwa na series ya kuangalia ni vitu gani ambavyo vinaweza vikabadilisha pattern ya maombi yako. Na leo nataka tuangalie jambo moja la mwisho kwa siku ya leo. Alafu kesho tutakuwa tunajifunza kimaalum ili tuweze kufahamu kuhusiana na nini maana ya personal revival. Tunapozungumzia personal revival ni vitu gani? Kumbuka, naomba niweke mic vizuri. Kumbuka tumekuwa na series ya consecration to prayer. Na tupo kwenye mfungo kwa ajili ya kujifunza, kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya personal revival. Sasa sometimes ni muhimu sana kuelewa tunapozungumzia personal revival tunazungumzia kitu gani, lakini pia kuelewa kwa undani vitu vilivyo ndani ya personal revival. Sema amen. Na kwa neema ya Mungu naamini kabisa kuna mahali Mungu atatupeleka. Sema amen. Sema amen. Now, moja ya kitu ambacho tunaenda kuangalia siku ya leo, kati ya mambo ambayo tunaendelea kujifunza, mambo yanayoweza kubadilisha muundo wa maombi yako au namna unavyoomba. Tumekuwa tukiangalia siku ya kwanza, tukaangalia jambo la kwanza, tukajifunza kwa kina ya kwamba Roho Mtakatifu anaweza akaleta badiliko la maombi ya mtu. Roho Mtakatifu anaweza akaleta badiliko. Lakini tukaja tukaangalia jambo la pili, viwango vyako vya kiroho vinaweza vikabadilisha mfumo wako wa maombi. Kwa hiyo kwa kadiri ambavyo unaomba na unapozidi kukua kiroho, utajigundua wazi mfumo wa maombi yako unabadilika. Nikakwambia maombi ya mtu mzima kiroho ni tofauti na maombi ya mtoto kiroho. Na nikakuelekeza ni maombi gani ambayo mtu mzima anaweza akaomba kiroho. Akaomba. Nikakwambia maombi ya mtu mzima yanaitwa kingdom prayer. Ni maombi ambayo yanagusa ufalme wa Mungu. Ni maombi beyond self. Ni maombi ambayo yanakuwa mbali na wewe, kwamba najiombea mimi tu. Kwa kadiri ambavyo unakuwa katika roho, utagundua ya kwamba unahitajika kugusa watu ambao ni zaidi ya wewe. Kwa hiyo utajikuta unaingia kwenye maombi ya ufalme. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje. Kwa hiyo utajikuta maombi yanayogusa ufalme wa Mungu yanakuwa ndio maombi yako kwa kadiri ambavyo unakuwa kiroho. Lakini nikakuelekeza jambo la tatu ya kwamba kitu gani kinaweza kubadilisha mfumo wa maombi yako. Nikakwambia ni neno lililotumwa kwako. Neno ambalo limetumwa kwako. Neno lina uwezo wa kubadilisha maombi yako. Neno lina uwezo wa kubadilisha maombi yako. Tuliona ni namna gani Nehemia aliweza kubadilisha mfumo wake wa maombi kutokana na neno alilosikia. Mara baada ya kusikia habari za mambo yanavyoendelea Jerusalem, maandiko yanasema Nehemia akakaa, Nehemia akalia, Nehemia akaomboleza, Nehemia akafunga, Nehemia akaomba. Wangapi wananielewa mpaka hapo? Manake unaweza ukaona badiliko la maombi ya Nehemia. Maandiko hayajasema ya kwamba Nehemia alifunga siku moja. Maandiko yanasema Nehemia alifunga siku kadha wa kadha. Alipofunga tunaona kwenye sura ya pili mpaka mfalme akanotice ya kwamba kuna jambo ambalo linaendelea ndani ya Nehemia. Na Nehemia anasema mara baada ya kuomba moyoni mwangu uchungu uliondoka, maumivu yaliondoka. So unaweza ukaelewa wazi ya kwamba mara baada ya kuomba uchungu unaondoka, lakini hali ya mwili wake ilibaki kuwa dhaifu. Mfalme akamuuliza Nehemia, mbona unaonekana uko dhaifu na hauumi chochote? Unaonekana hauna furaha na hauumi chochote. So unaweza ukagundua wazi mara zote unapoanza kuomba kuna mambo yanabadilika. Nehemia anasema uchungu ukaondoka, hali ya maumivu ikaondoka kwa sababu aliomba. Sema amen.
Lakini unaweza ukaona pia, tukaangalia jambo la 4 jana, tuliangalia jambo la 4. Neno likitumwa kwako linaweza likabadilisha mfumo wa maombi yako. Nehemia alikuwa akila na kunywa, ameketi kwenye jumba la kifalme, ajisikii jambo lolote kuhusiana na kufunga, lakini ghafla maandiko yanasema alipoletewa habari na moja ya ndugu, akajisikia hali ya kufunga na kuomba. Lakini pia tukaangalia jana jambo la 4, nikasema jambo linaloweza kubadilisha mfumo wa maombi yako ni maumivu, ni pain, maumivu. Kuna vitu ili viweze kubadilika, nikakwambia siku ya jana, lazima Mungu akupeleke kwenye viwango fulani vya maumivu. Lazima ujisikie kuumia. Kuna mambo ili yabadilike kwenye maisha yako, lazima ujisikie kuumia. Lazima ujisikie kuchoka. God, I'm tired. Kuna mtu ananielewa? Kuna vitu havibadiliki mpaka ndani yako kuna pain. And the only cry that is coming from within you ni kilio cha maumivu ya kwamba Mungu, nimechoka na hii hali. Mungu, nimechoka na haya mazingira. Tunaona Yesu kabla ya kwenda msalabani alikuwa na uchungu wa kuzaa wokovu. Maana anasema akaenda pamoja na wanafunzi wake Gethsemane, akaanza kuomba. Akawaambia wanafunzi wake, kesheni pamoja nami. Alijaribu kuchukua mzigo alionao, maumivu alionayo, akawapa wanafunzi wake. Lakini wanafunzi wake walikuwa hawaelewi mzigo aliokuwa nao Yesu. Maandiko yanasema Yesu naye akajitenga kiasi cha kutupa jiwe. Maandiko yanasema akaanguka kifudifudi, akaomba mara ya kwanza. Akarudi kwenda kuwaona wanafunzi wake, akakuta wanafunzi wake wamelala. Why they slept? Walilala kwa sababu mzigo aliokuwa nausikia wanafunzi wake walikuwa wasikii. Maumivu aliokuwa nasikia wanafunzi wake walikuwa wasikii. Kwa hiyo kitu gani ambacho kilikuwa kina drive maombi ya Yesu? Yalikuwa ni maumivu. So Yesu alikuwa akiumia kwa sababu ya kile alichokuwa nakiona. Tunaona alienda mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Baadaye akasema okay, it is over now. Nikakuelekeza, nikakwambia kuna vitu ambavyo Mungu atakutaka uombe ndani ya muda fulani, na usipoomba ndani ya muda huo, mzigo unaondolewa ndani yako, anapewa mtu mwingine. Na akipewa mtu mwingine, maana yake ushindi anapewa mtu mwingine, baraka anapewa mtu mwingine, mipenyo anapewa mtu mwingine. Kwa hiyo unaweza ukaona mara zote Mungu akiweka mzigo ndani yako, maana yake kuna kitu anataka kizaliwe, kuna jambo anataka lizaliwe. So you don't have to ignore that burden of prayer that God is blessing on you. Sema amen kama unanielewa. Usidharau mzigo wa kuomba ambao Mungu anaweka ndani yako. Kila mzigo ambao Mungu anaweka ndani yako, maana yake kuna kitu anataka kizaliwe ndani ya majira, ndani ya muda fulani. Kwa hiyo kama utakuwa na uwezo wa kubeba ule mzigo vizuri, utagundua wazi kuna kitu kinatokea kwenye maisha yako, kwa sababu unakuwa partaker of the grace from God through that pain, through that burden. Because you become a burden bearer together with God. Unakuwa ni mmoja wa washiriki wa kubeba mzigo pamoja na Bwana. Mungu anapotaka mji fulani uokoke, anatuma watu. Anapotuma watu, anaweka ndani yao mzigo wa kuomba. Na kupitia ule mzigo wa kuomba ambao anaweka ndani yao, then huo mji unaanza kukombolewa. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Na ni nani atakayetumiwa kuleta ukombozi? Ni wewe. So kama Mungu ataweka mzigo kwa ajili ya kuombea biashara, maana yake Mungu kuna kitu anataka kitokeze kupitia wewe. Tunaona Hana alikuwa na maumivu ya kukosa mtoto, na alipoomba tunaona wazi mtoto akwenda kwa mama mwingine, mtoto alienda kwa Hana. Samueli akwenda kwa mtu mwingine, Samueli alienda kwa nani? Kwa Hana. Tunajifunza kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12, walipopata maumivu na walipoomba kwa ajili ya Petro, Petro akwenda kwenye nyumba nyingine, alienda kwenye nyumba ya uombaji. Mara zote unapokuwa unaomba, baraka zinakuja kwenye mlango wako. Kile unachokiombea kinakuja knock to your door. Wangapi wamenielewa? So you have to take care. You have to stand when God is placing a burden within your spirit. Mungu akiweka mzigo ndani yako, simama kwenye hilo eneo, anza kuomba. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? You don't have to ignore the burden. Usidharau mzigo unaowekwa juu yako.
Sometimes utajisikia maumivu kwa ajili ya ndugu zako. Kwa nini hawajaokoka? Begin to pray. Sema amen. Kuna wakati utajisikia maumivu kwa ajili ya kanisa. Kuna viwango unatamani kuviona ndani ya kanisa. Begin to pray. Don't ignore that burden. Usiudharau huo mzigo. Sometimes kuna vitu Mungu anataka vizaliwe ndani ya kanisa, na wewe ndio chombo cha kuomba kwa ajili ya hivyo vitu vizaliwe. So make sure you begin to pray when you hear a burden. Anza kuomba. Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akaviweka kwako na hajaviweka kwa mtu mwingine. Make sure unazingatia ya kwamba huu mzigo Mungu ameweka, na ameweka ni mzigo ambao ni wangu. Begin to pray. Begin to pray until that burden is lifted. Omba mpaka ule mzigo ambao Mungu ameweka juu yako umeondoka. Uliona kwa habari ya Hajiri, maandiko yanasema mtoto wake alipomwacha, maandiko yanasema akamwacha kiasi cha kutupa mshale. Alipomwacha mtoto wake, maandiko yanasema akaondoka ili asimwone mtoto wake akiwa anakufa. Maandiko yanasema baadaye yule mtoto akiwa anaona mama yake anaondoka, anaona njaa ni kali, kiu ni kali, maandiko yanasema akalia. Maandiko yanasema baadaye Mungu akasikia kilio cha mtoto, sio cha Hajiri. Kwa sababu aliyelia alikuwa ni nani? Ni mtoto. Mungu aliona pain ya mtoto. So nikakwambia always God is attracted with pain. Ukiona mtu ana uchungu, ana maumivu, akaanza kulia kwa Bwana, Mungu anavutwa na ule uchungu. Kuna mtu ananielewa? Wana wa Israeli walipokuwa wanapitia changamoto, Mungu alivutwa na uchungu wao, alivutwa na maumivu yao. So always God is attracted with the pain. Sema amen kama unanielewa. Lakini aliangalia mateso yao aliposikia kilio chao. Zaburi ya 106 mstari wa 44. Zaburi ya 107 mstari wa 6 anasema wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Now, jambo la leo tutaenda kwa ufupi sana, ufupi kama dakika 7 mpaka 10. Jambo linaloweza kuathiri maombi yako, linaloweza kuathiri maombi yako ni kiongozi wako wa kiroho unayemfuata. Kiongozi wako wa kiroho unayemfuata. Kiongozi wako wa kiroho ana uwezo wa kuathiri pattern of your prayer. Ana uwezo wa kuathiri muundo wa maombi yako. Sometimes utakutana na washirika wa mchungaji fulani wanaomba kwa namna fulani. Just check their father. Angalia baba yao. Mara zote baba wa kiroho ana tabia ya kuathiri maombi ya watoto wake. Anapokuwa anafundisha, maana yake nini? Anaachia prayer point without their children to know. Baba wa kiroho anapofundisha anaachilia maombi. Unajua mara zote nikiwa nafundisha hapa, utajisikia ghafla unajisikia kuomba kuhusu vitu fulani. Wangapi wananielewa? Ukiwa unafundishwa, unajisikia kuna wakati ngoja nianze kuombea nchi. Haujisikii kuombea nchi from nowhere. Sometimes it is the burden that has been imparted with your father. Baba yako anakuambukiza mzigo alionao. Every moment when I pray, ninakuambukiza mzigo nilionao. Ninapokufundisha, ninakuambukiza mzigo nilionao. Kama nina mzigo kuhusiana na mafanikio, ninapokufundisha utajikuta unaanza kuomba kwamba Bwana nifanikishe kwenye eneo fulani. Kuna wakati naweza nikafundisha kuhusiana na familia, ghafla ukaanza kujisikia mzigo wa kuomba kuhusiana na familia. So unaweza kugundua ya kwamba kila wakati tunapojifunza ndani ya mwezi fulani, tuna concentrate kwenye eneo fulani. Kwa sababu gani? Kuna mzigo unataka uwe generated within you. Tulipokuwa tunajifunza kuhusiana na consecration to prayer, kuna kitu ukaanza kujifunza namna gani unaweza kuweka wakfu kwa ajili ya maombi. So unaweza ukaanza kufahamu, kumbe naweza nikajitenga nikaanza kuomba. Kwa hiyo utajikuta unaanza kuseparate muda fulani kwa ajili ya kuomba. Why? Kwa sababu umejifunza.
So fundisho linapokuja kutoka kwa baba yako wa kiroho, linakutengenezea mfumo fulani wa kuomba, linakutengenezea prayer point fulani. So ghafla utaanza kujisikia kuomba according to the teachings. Unaanza kujisikia kuomba kulingana na mafundisho. So now you find out ya kwamba baba yako wa kiroho anaathiri mfumo wa maombi yako. Na ndio maana unaweza kukuta kuna mtu fulani analaani mno, akisimama madhabahuni analaani, akisimama madhabahuni analaani, akisimama madhabahuni analaani watu. Baadaye utagundua watoto wake na wao wanaanza kulaani. Wakikutana na mtu barabarani wanalaani, mtu akimkwaza analaani, mtu akimsema vibaya analaani, mtu yani chochote yeye analaani, akijisikia tu kukwazika analaani. Angalia baba yake akisimamaga madhabahuni, ana tabia ya kulaani watu. So you find out baba wa kiroho anaathiri mfumo wa maombi yako, whether you like it or you don't like it. Angalia wanafunzi wa Yesu. Yesu amekutana na wanafunzi wa Yohana. Wanafunzi wa Yohana wakaanza kulalamika. Sasa angalia, sisi, anamwambia mwalimu, sisi baba yetu wa kiroho Yohana ametufundisha kufunga. In fact tunafunga. Na sisi tumeanza kula kama yeye. Tunakula maziwa, no. Tunakula asali na tunakula na nzige. Wangapi wananielewa ninachoongea? Na tunafunga mara zote. Lakini nikiangalia wanafunzi wako hawafungi. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaomba, lakini maombi yao yalikuwa ni yale ya kupiga msosi. Na ndio maana Yesu alipokaa na wanafunzi wake wakati fulani, amewatuma kwenda kutoa pepo. Maandiko yanasema aliwatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda. Maandiko yanasema akawapa amri juu ya pepo. Wakaenda kule wakatoa pepo, wakafanya, lakini kuna vitu viligoma. Waliporudi kwa Yesu, Yesu akamwambia, sikiliza, kuna pattern moja ambayo bado hamjui. Ni pattern ya kufunga. Ni kweli mnaomba lakini hamfanyi nini? Hamfungi. Na ile pattern ni pattern ambayo inaruhusu utendaji wa nguvu kupita kawaida. Kwa hiyo ukitaka kuchaji tank la power, Mungu mara zote atakuita kwenye maisha ya kufunga. So fasting life ni maisha ambayo yanakusaidia kuaccumulate power. So wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wa Yohana wamekutana na Yesu. Sasa okay, sisi tunafunga lakini wanafunzi wako hawafungi. Then Yesu anawaambia, sikiliza, hawa jamaa hawafungi kwa sababu mimi bado nipo. Wakiwa wanaomba wananiomba mimi, sasa mimi niko pamoja nao. Wakiomba wanamuomba nani sasa? Wangapi wamenielewa? Sasa lakini bwana harusi akitwaliwa, hawa jamaa watafunga kwa sababu sitakuwa pamoja nao, watainihitaji. Kwa hiyo itabidi wafunge. Wangapi wananielewa? Na utagundua Yesu baada ya kufunga siku 40 alikuwa afungi tena. Wangapi wananielewa? Kwa amekaa na wanafunzi katika mfumo wa kuto kufunga. Kwa hiyo wanafunzi hawajawahi kumuona Yesu amefunga. Wanaona tu ametoka hapa yuko kwenye harusi ya Kana, napiga msosi na vinywaji vimekauka, Yesu anabadilisha maji kuwa divai. Kwa hiyo wameshazoea stories za Yesu ni misosi. Samaki pale ziko chache na mikate michache, Yesu anazidisha, watu wanapiga msosi. Hakuna mahali Yesu anaitisha maombi ya kufunga. Lakini Yohana mpaka aliondoka kwao anakaa hapo rini ili afanye nini? Afunge. Nao ametengeneza wanafunzi wanafanya nini? Kwa hiyo ungekutana na wanafunzi wa Yohana wakati huu ni wamekauka bwana. Ni wembamba. Hawana shape, hawana uzuri hata uwatamani. Wanafunzi wa Yesu kwanza vitambi viko hapa. Wababe. Listen, Petro sio kwamba alikuwa dhaifu. Paka anachukua panga anakata mtu sikio, hakuwa dhaifu. Petro alikuwa na muscles fulani hivi. Kwa sababu anapiga nini? Yuda hakuwa mtu mchovu. Yuda alikuwa na mwili. Yakobo hakuwa mtu dhaifu, alikuwa na mwili. Wangapi wananielewa? Wanafunzi wa Yesu walikuwa na miili. Kwa nini walikuwa wanakula? Wanafunzi wa Yohana ni wakavu. Kumbuka wamekaa na Yohana muda mrefu.
na Yohana ameanza huduma kabla ya nani? Ya Yesu. Wangapi amenielewa mpaka hapo? Nao maisha ya maombi ya wanafunzi wa Yesu yaliathiriwa na Yesu. Maisha ya maombi ya wanafunzi wa Yohana yaliathiriwa na nani? Nisikilize kitu kimoja kikusaidia. Unapomwangalia kiongozi wako ni kiongozi wa maombi yako. Yesu, wanafunzi wake walipomuomba tufundishe kusali, tufundishe kuomba, tufundishe kusali, akaanza kuwafundisha pattern of prayer ambayo sio ya kawaida. Ni pattern ambayo ni kingdom pattern. Umenielewa ninachoongea? Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walikuwa wanajua namna gani ya kwenda kuomba. Walikuwa wanajua unapoingia kuomba lazima usamehe. Unapoingia kuomba lazima uombe kwamba mapenzi yake yatimizwe. Unapoingia kuomba lazima uwe unaomba kwamba utupe riziki, kwa sababu riziki unazo au unazo wewe. Funguo za riziki anazo Mungu. Wangapi wananielewa? So wanaelewa ni namna gani ya kuomba. Kumbuka hata wanafunzi walipoona Petro amefungwa walitumia pattern ile ile ya Yesu. Yohana alipofungwa wanafunzi wake hawakuomba. Petro alipofungwa wanafunzi waliomba. Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa? Ndarudia tena. Petro, Yesu hakukaa gerezani. Yesu alikamatwa, adhabu, msalaba. Yohana alikamatwa, aliwekwa wapi? Gerezani. Wanafunzi wake waliomba. Walikuwa hawajui pattern. Umenielewa? Wanafunzi wa Yesu, Petro amekamatwa, walifanyaje? Waliomba. Walipoona jamaa mara ya kwanza amekatwa kichwa, na huyu jamaa atakatwa. Umeelewa ninachoongea? Walielewa hapa haya sio mapenzi ya nani. So walijua namna ya kuinvoke the will of the Father. Kwa hiyo unapokuwa unakaa chini ya kiongozi fulani, kiongozi ataanza kuyafunua mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, na yale mapenzi ya Mungu yatageuka, yatakuwa maombi yako. Kila mapenzi ya Mungu yaliyofichwa kwa kiongozi wako, kama Mungu asipokufunulia hauwezi ukayaomba. Na ndio maana mara zote unabidi uombe kuhani wako, Mungu ampe mkate, ampe fresh manna kutoka mbinguni, ili kuwe na freshness kwenye maisha yako ya kiroho. Kwa hiyo freshness inakuja kutokana na freshness of your prayer. Unapokuwa na freshness prayer, na freshness prayer, fresh prayer comes through the word. Kwa ukimwombea kiongozi wako Mungu akampa fresh manna, utakuwa na uhakika wa kuremain fresh every day, kwa sababu mafundisho yake yataathiri pattern of your prayer. Kama kiongozi wako atakosa jipya, leo anakuja na habari ya mchungaji fulani, anakuja anafundisha, leo kichwa cha somo kinasema nabii mgawa mafuta. Wakati unasikiliza kichwa cha somo kinasema nabii mgawa mafuta, baadaye unatoka pale tunamvunja nabii mgawa mafuta. Maisha yako ya kiroho hayaongezeki kwa kumvunja nabii mgawa mafuta. Sasa tuangalie wanaochukua udongo. Nisikilize, yale mafundisho hayajengi. Do you understand what I'm saying? Angalia Paulo anakuja kuongea kitu kimoja kwenye kitabu cha Wagalatia. Tuone hichi kitabu cha Wagalatia. Ni Wagalatia 4 mstari wa 19. Watoto wangu, na waonea utungu kwamba Kristo aumbike ndani yenu. Si ndio? Okay. Wagalatia 4:19. Vitoto vyangu ambao kwamba na waonea utungu tena mpaka Kristo aumbike wapi? Kristo aumbike wapi? Kuna mafundisho yanayomuumba Kristo ndani yako, na kuna mafundisho yanayoumba hasira ya kuchukia watu ndani yako. Umenielewa mpaka hapo? Haijalishi kuna watumishi wangapi wanakosea, lakini fundisho letu ni Kristo. Kwa hiyo
Kama nikisimama madhabahuni, kazi yangu itakuwa ni kumfunua Kristo. Na kwa kadri ninapomsema Kristo, Kristo ndo anaumbika ndani yako. Kristo ni upendo, Kristo ni furaha, Kristo ni amani. So you find out washirika wa kanisa A wana furaha kwa sababu kila siku Kristo anaumbika ndani yao. Washirika wa kanisa B wana hasira kwa sababu kila siku wanafundishwa mchungaji fulani mbaya, pastor fulani mbaya. So hasira inaumbika ndani yao kwa sababu gani? Kristo hayuko ndani yao. Wangapi ananielewa ninachoongea? Unaweza ukatoka ibadani ukasikia pastor amefundisha, washirika wanajadiliana, pastor pale amemsema mchungaji fulani, kumbe yule mchungaji tulikuwa hatujui, kumbe ni mbaya, kumbe ni mbaya. Kitu gani kimetengeneza mchungaji yule kuwa mbaya? Ni fundisho. Vitoto vyangu na waonea utungu. Imagine maombi ya Paulo kwa kanisa la Galatia ilikuwa ni kwamba Kristo aumbike ndani yao. Kwenye Kiingereza anaongea, anasema ana travail in prayer. Anaumia, anaugua in prayer. Why? Kristo aumbike ndani yao. Kwa hiyo kama angekuwa anazungumza kwa habari ya neno Paulo amekaa anafundisha kanisa la Galatia, angekuwa anawafundisha kuhusu Kristo. Wangapi ananielewa? Anawafundisha kuhusu Kristo kwa sababu kwenye maombi yake ni kwamba Kristo aumbike. Kwa hiyo akija kufundisha, anawafundisha namna gani Kristo anaweza kaumbika ndani yao. Tatizo kubwa la kanisa ni moja. Kwa nini hatuoni udhihirisho wa Yesu ndani ya kanisa, udhihirisho wa Kristo ndani ya kanisa? Ni kwa sababu hakuna fundisho la kutosha linalowafanya washirika wamuone Yesu kwenye maisha yao. Tuna mafundisho ambayo yanawafanya waone watu kwenye maisha yao, yaone mapepo aina 12 za majini yanayokaa kwenye chakula, aina 20 za mashetani ambayo yanakaa kwenye miti mirefu. So watu wakiwa wanatembea barabarani, wakiona mti mrefu, wakifika pale shatakapata, ndani yao wanaona majini, hawaoni tena Kristo akiumbika ndani yao. So kitu gani kinachoumba Kristo ndani ya mtu? Kinachoumba Kristo ni fundisho. So kama tutakuwa na kanisa ambalo linawajenga watu kuhusiana na Kristo, utaona hilo kanisa limejaa upendo, kanisa limejaa furaha, kanisa limejaa amani. Na ndio maana kanisa la mitume, hata kama walikuwa wanapitia changamoto hazikuwatenga na Kristo, kwa sababu ajenda yao kubwa, mafundisho yao makubwa yalikuwa ni Kristo. Kwa nini sasa hivi washirika wakipitia changamoto wanamwacha Yesu? Kwa sababu hakuna kitu kinachowafanya wamuone Kristo katikati ya changamoto zao. Shadrach, Meshach, Abednego, kwa nini hawakumwacha Yesu? Kwa nini hawakumwacha Mungu katikati ya moto? Kwa sababu walijua katikati ya moto Mungu yupo. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kitu gani ambacho kiliwafanya waone hivyo? Ni fundisho walilokuwa nalo. Hata Mungu asipotuokoa na huu moto, tunajua tutakufa naye humu kwenye moto, tutakuwa naye kwenye moto. Hata kama nitakuwa na njaa, iache njaa inichukue, lakini I know Christ is with me. Hata kama utanipeleka kwenye pipa la mafuta halitaniteketeza, halitaniharibu, kwa sababu Kristo yuko ndani yangu. Yohana anachukuliwa, anawekwa kwenye pipa la mafuta, anachemshwa mle, jamaa anatoka, yuko na nyama zake, bado yuko vizuri. Listen to me. Hawa watu walikubali persecutions kwa sababu walimjua Kristo. Kristo aliumbika ndani yao, sio dini. Kuna watu weldisheka ni kubwa kuliko Kristo ndani yao. Kuna watu TAG ni kubwa kuliko Yesu ndani yao. Kuna watu EAGT ni kubwa kuliko Yesu ndani yao. Kuna watu RC ni kubwa kuliko Yesu ndani yao. Kuna watu wakiona dini yao, wanaona dini yao ni kubwa kuliko Yesu ndani yao. Then huyu Kristo hawezi akafanya chochote kwao, kwa sababu dini zao ni kubwa kuliko Kristo. Paulo anasema no, this is not the agenda. Agenda kubwa ni Kristo. Anasema watoto wangu na waonea utungu. Sio kwamba Paulo aumbike ndani yenu. Sometimes mentor wako anaweza kukupa mafundisho ambayo yeye ndo ameumbika ndani yako, sio Kristo. Hilo ni tatizo. Kama mimi nitakuwa mkubwa kuliko Yesu ndani yako, hilo ni tatizo. Kama mimi nitakuwa na nafasi zaidi ndani yako kuliko Yesu, hilo ni tatizo.
Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Tatizo kubwa la kizazi cha mwisho ni kwamba Yesu hayuko ndani na wachungaji wako ndani, mitume wako ndani, manabii wako ndani. Washirika ukiwagusa wachungaji wao wanabweka kama mbu. Lakini ukimgusa Yesu hawana shida. Wanasema Yesu ajitetee mwenyewe. Ajitetee. Hakuna kitu kinawashtua kuhusu Yesu. Hakuna kitu kinawasumbua kuhusu Yesu. Anakaa na mtu amjui Yesu na ameridhika. Wangapi wananielewa? Fundisho la pasta wako, la mwalimu wako, linaathiri maisha yako ya kiroho. Kwa hiyo Mungu akitaka kubadilisha maisha yako, anakuletea mwalimu. Na kupitia huyu mwalimu atakuonesha njia sahihi, namna sahihi ya kuomba. Let me tell you the truth. Sometimes uhitaji kuomba kwa Mungu anayehubiriwa na Paulo, kwa Mungu anayehubiriwa na Barnaba. Kuna wakati uhitaji kuomba kwa Mungu anayehubiriwa na Mbembela. Unahitaji kuomba kwa Mungu unayemjua wewe. So you have to develop relationship with God. So sometimes unaweza ukajikwaa kwa kuamini kwamba if I cry and say the God of my father. Sometimes Mungu anataka awe na mahusiano na wewe personally. Na ni kazi ya kuhani wako kukusaidia kumjua Mungu na kuwa na mahusiano naye wewe binafsi. Kesho tutaanza kuangalia kuhusiana na personal revival. Na kwenye personal revival utagundua ya kwamba unahitaji kuwa na mahusiano na Mungu wewe binafsi. Na ndio maana tunalo kanisa ambalo mchungaji akifeli, kanisa limefeli. No. Kuna watu ambao wakiona mchungaji fulani wanasema yani siku hizi Ukristo huu ni bora tuache, yani ndio kama Ukristo ndio hivi. Ukristo sio hivyo. Ukristo ni wewe unao. Wewe unaonesha nini? Wewe unaonesha nini? Kwenye ofisi yako wewe unaonesha nini? Kwenye ndoa yako wewe unaonesha nini? Kwenye kituo chako cha biashara wewe unaonesha nini? Maisha yako yana represent nini? Kile unachokionesha ndio kile ambacho kinaonesha Ukristo. Na mchungaji wako ana nafasi ya kuonesha namna gani unaweza ukakua, namna gani unaweza ukaongezeka, namna gani unaweza ukabadilisha mfumo wako wa maombi. Sema amen kama umenielewa. Sema amen kama umenielewa. Na ni matarajio ya Mungu ya kwamba kila mmoja wetu awe na mahusiano na Mungu binafsi. Ninapokufundisha namna hii, ninatafuta wewe uwe na mahusiano na Mungu binafsi. Usiseme tu baba, mama, kaka so and so, brother so and so. Sema ninamjua Mungu amesema 1, 2, 3 na mimi. Baba aliongea, lakini pia Mungu alithibitisha ndani yangu. Mungu aliongea, lakini baba pia alikuja alithibitisha. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Watu wengi utakuta wanafeli kwenye kizazi chetu kwa sababu ya viongozi walionao. Your leader is your radar. Your leader is your spiritual radar. Every moment kiongozi wako anatakiwa akuoneshe namna unavyotakiwa kumfuata Kristo, namna unavyotakiwa kwenda na Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 11, Paulo anasema nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Kama nisipomfuata Kristo msinifuate. Nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. So I follow my leader as he follows Christ. Your leader is your radar. His teachings is your radar. His prayer is your radar. So nikiona kiongozi wangu anaomba, najifunza kumbe natakiwa niombe hivi. Unaanza kuomba. Unajifunza kwenye neno kutoka kwa kiongozi wako, kumbe Mungu anasema nifanye hivi. Unaanza kufanya sawa na neno linavyosema. Kwa hiyo ukikuta kiwango chako cha maombi ya kipandi, maana yake hakuna neno linalokupandisha. Ukikuta kiwango chako cha kufunga kipandi, maana yake hakuna neno linalokupandisha. Ninakuombea jioni ya leo Mungu akupe viwango vipya katika jina la Yesu Kristo. Paza amen.
Simama mahali ulipo, paza sauti ya shukrani mbele za Bwana. Mwambie Yesu asante kwa sababu ya neno lako. Inua sauti yako ya shukrani mbele za Bwana. Umeweka wimbo kinywani mwangu, Bwana nizimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu. Umeweka wimbo kinywani mwangu, Bwana nizimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu. Na kuabudu, na kuabudu, na kuabudu, na kuabudu. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako. Wimbo huu ukawe manukato. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako. Wimbo huu ukawe manukato. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako. Wimbo ukawe manukato. Paza sauti ya shukrani mbele za Bwana. Mwambie Bwana Yesu asante kwa ajili ya neema. Mwambie Bwana Yesu, naomba ukanisaidie kila neno ambalo ninajifunza kutoka kwenye madhabahu yako likageuze maisha yangu, likageuze maisha ya ndoa yangu, maisha ya biashara yangu, maisha kwenye ofisi yangu. Just pray louder right now. Omba, Bwana badilisha maisha yangu. Rekatabaladas kebrata kabadies, lekatalabadas kebranto koparadies, rata kabratas ke mantelebakai, rakatala barados kabrada kama, rata kabrakata mantelebrakatama, jete lebrakata mantelebasia, raske brata kabayante lebasa, raske brata kabayande lebasa kapa, ela broska paria manteli brakatama, reska brata kaparandes kabradias. Let there be fire in my spirit. Let there be fire in my soul. Ninaposikia neno lako e Bwana, neno lako likanipe viwango vipya, likanipe njaa mpya, likanipe hatua mpya. Rasko brata kaba yande lebasa, rata kaba yande lebasa, rata kaba yande lebasia, rima kata yate lebra katama, reska brata kaba yande lebasa, reska brata kaba radaka, rata kabra diamante lebaka, rate kebrata kaba yante lebasia, ikarandes kapelida kariadosa, eska brata yande lebasa. Katika jina kula Yesu Kristo. Paza amen kwa jina la Yesu. Kila neno ambalo umejifunza litaanguka chini kwa jina la Yesu. Kila andiko ambalo limefunuliwa kwako litaanguka chini kwa jina la Yesu. Kila ufunuo ambao Mungu ameuleta kwako siku ya leo hautaanguka chini kwa jina la Yesu. Kutoka kwenye neno ambalo umejifunza siku ya leo, nenda ukapiga hatua kwa jina la Yesu. Nenda ukaongezeke rohoni kwa jina la Yesu. Nenda ukapande viwango vipya rohoni katika jina la Yesu. Hautakwama, hautajikwaa, hautaanguka katika jina la Yesu Kristo. Kwa kadiri ulivyojifunza, nenda ukaongezeke kwa jina la Yesu. Mwezi huu Bwana akupe hatua mpya za kiroho, akupe njaa ya neno lake, akupe njaa ya kuomba, akupe njaa ya kutafuta mahusiano na yeye katika jina kuu la Yesu Kristo. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili.
Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukupa amani, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.